tena katika mwendelezo wa kazi mbalimbali za kifasihi, na raundi hii katika Mabala's Storyteller tupo na uchambuzi wa tamthilia ya Nyerere na Safari ya Kanaani. Utakuwa nami John Mabala, nitakakupitisha katika vipengele mbalimbali vya fani pamoja na maudhui vinawakisi nini hasa alichokizungumzia mwandishi Emmanuel Mbogo. Tuanze na jina la kitabu kwanza, kwa sababu kana kwamba linasadifu yaliyomo ndani. Nyerere na Safari ya Kanaani. Nyerere ni nani na Safari ya Kanaani ni ipi? Nyerere ni rais wa awamu ya kwanza wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aliongoza Tanzania kupata uhuru chini ya uongozi wa Waingereza waliotawala, ndipo akaiongoza Tanzania kupata uhuru. Safari ya Kanaani ni ipi? Safari ya Kanaani hakuiongoza Nyerere, lakini inarejeshwa katika vitabu vya dini, hasa Biblia pamoja na Qur'an. Iliwahusu wana wa Israeli chini ya kiongozi wao Musa aliotoa katika nchi ya Misri waliokuwa wakiishi kama watumwa, kuwapeleka katika nchi ya ahadi, yaani Kanaani. Kwa jina jingine inasema Promised Land, nchi waliokuwa wameahidiwa. Nchi hiyo ilikuwa sio mateso, bali ilikuwa ni nchi ya maziwa na asali. Nyerere ameingiaje katika safari ya Kanaani? Naam, Nyerere ameingia pale tu alipokuja na maono ya kuipeleka Tanzania katika nchi ya Kanaani, yaani kujenga Tanzania iliyotoka katika mateso ya wakoloni, kuipeleka katika nchi nzuri ambayo ina maziwa na asali. Nchi hiyo alijenga kwa falsafa na itikadi ya ujamaa, na ndipo katika umwaka tunamwona Emmanuel Mbogo na watunzi wengine sana wanaandika kazi mbalimbali zikiakisi kuhusiana na ujamaa na kujitegemea. Jambo la kujiuliza, Musa aliongoza wana wa Israeli kuelekea Kanaani, lakini yeye hakufika, aliishia njiani. Je, Nyerere atafika aendako? Ataweza kuongoza Watanzania kuwapeleka Kanaani? Katika harakati za kupambana kutimiza ndoto zake na maono yake aliyokuwa nayo, alikutana na vikwazo vingi vilivyompelekea kukwama kufika Kanaani. Vipo vingi, lakini mwandishi ametusogezea mgogoro mmoja uliosababisha kukwamisha ndoto zake. Mgogoro kati ya wanafunzi wa vyuo vikuu vya Dar es Salaam, wa vyuo vikuu ikiwemo chuo cha Dar es Salaam pamoja na vyuo mbalimbali ikiwemo Muhimbili. Wanafunzi hawa waliandaa maandamano makubwa sana kupinga utawala wa Julius Kambarage Nyerere, hasa alipotoa azma na tangazo kwamba wanafunzi wote wa vyuo vikuu watakapohitimu miezi 6 watatumikia jeshi la kujenga taifa. Sio hilo tu, jambo jingine liliwauma na kusisimua zaidi na kupata hasira ni pale tu walipoambiwa pindi tu watakapoajiliwa katika miezi 18 ya mwanzo watakatwa 60% ya mshahara wao. Hapo ndipo wanafunzi wakaamua kuandaa maandamano, wakajaribu kumpinga Mheshimiwa Rais. Ni miongoni mwa vikwazo vilivyompelekea kutokufika katika nchi ya Kanaani. Mimi sikuwepo katika hayo maandamano, sijui pengine wewe ulikuwepo, lakini shukrani ziende kwa Emmanuel Mbogo aliyomwaga wino wake kwa kalamu na kutunga historia kuwa kumbukumbu kwa vizazi vyote juu ya tukio lililotokea lisiweze kusahaulika kuhusiana na maandamano yaliyotokea. Hata kama haujakuwepo, kupitia kusoma kazi hii utapata taswira juu ya nini kilichotokea. Na mimi Mabala's Storyteller nipo kuongoza katika uchambuzi wa simulizi. Karibu sana, tuwe nami mwanzo hadi mwisho. Huo ulikuwa ni utangulizi jinsi ya kukifunua na kuelewa mtazamo wa jumla wa kitabu au tamthilia ya Nyerere na Safari ya Kanaani. Mpaka kufika mwandishi anaandika hapo ni nini alidhamiria nikihusianisha na jina la kitabu. Nafikiri mpaka hapo utakuwa umeelewa. Tuingie katika vipengele vya fani. Kwanza tunaanza na wahusika. Wahusika, mwandishi mwanzoni mwa tamthilia amewagawanya vizuri sana katika makundi mbalimbali. Kwanza ni wahusika wa serikali. Hapa anaundwa na Rais Julius Kambarage Nyerere, bila kumsahau baraza la mawaziri likiwa na Rashid Mfaume, Mabaria, bila kumsahau Oscar Kambona, Flora Kambona, Fundikila, Bibi Titi, Blandina Iboma ambaye alikuwa ni mbunge, Joshua pamoja na Chacha. Kundi la pili ni viongozi wa serikali ya chuo kikuu cha Dar es Salaam, yani DUSO. Hapa alikuwa Rais Martin pamoja na viongozi wenzake akiwemo Farida Saigoda na Maris Saleh Elianga pamoja na Cleopatra. Kundi la tatu ni wahusika waliochorwa kijijini. Hapa anaonekana Zebedayo aliyekuwa baba yake Farida, Movu, Chinua, Tatiro, Belita, Fatuma, Jombe aliyekuwa mkulima. Ni vyema ukajua Zebedayo alikuwa ni baba yake Farida, ambapo yeye anaingia kwenye mgogoro mkubwa
baada ya kugundua Farida anataka kuolewa na Martin. Zebedayo anapinga vikali. Kwa nini? Kwa sababu Martin alikuwa hajafanywa tohara, jambo ambalo ni tofauti na msingi wa utamaduni wao. Lakini ni vyema ukatambua jambo la chini ya pazia, pengine unaweza usiwe nalo, kuhusiana na mhusika Aliboma. Huyu ameibua dhamira nyingi sana. Huyu ni miongoni mwa wahusika waliokuwa na mchango mkubwa sana, hasa katika serikali ya Julius Kambarage Nyerere. Alikuwa ni mbunge na alikuwa ni miongoni mwa wajumbe wa taarifa za siri sana za kisiasa. Kwa nini ninasema hivyo? Huyu ndio alikuwa wa kwanza kumpenyezea taarifa Mheshimiwa Rais juu ya Oscar Kambona aliyetoroka mara baada ya Nyerere kuanza kuwashughulikia wapinzani wake. Lakini huyu pia alikuwa wa kwanza kuwapelekea taarifa Farida pamoja na Martin juu ya msamaha aliotoa rais, na aliambatanisha barua. Mambo hayo na mengine yanadhihirisha ukaribu wa Aliboma na Rais Julius Kambarage Nyerere. Ni vyema nikakukumbusha Berita ambaye alikuwa ni mamake Martin, bila kumsahau Mwamjombe aliyekuwa babake Saigoda. Hao ndio wahusika waliochorwa hapa. Kipengele cha pili ni mandhari. Mandhari zipo aina nyingi, lakini maonyesho yamechorwa katika mandhari kubwa 3. Onyesho la kwanza ni Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, ukurasa wa kwanza na kurasa nyingine. Lakini pia mandhari nyingine ni Ikulu ya Rais katika ukurasa wa 10 na kurasa nyingine. Pia mandhari ya 3 ni mandhari ya vijijini, hasa kijiji cha Tembekelo katika ukurasa wa 44 na kurasa nyingine kimefunuliwa hapa. Hizo ni mandhari kuu zilizofunuliwa hapa. Kipengele cha 3 ni muundo. Muundo ni mpangilio wa visa na matukio wa kazi za fasihi. Mwandishi ametengeneza muundo wa msabu wa moja kwa moja kwa kupangilia visa na matukio kwa maonyesho mbalimbali. Onyesho la kwanza mpaka onyesho la 9. Kila onyesho linabeba ujumbe. Linapoisha onyesho la kwanza, linakuja kuendelezwa na onyesho la pili. Huo ndio muundo aliotumia mwandishi. Kipengele cha 4 ni mtindo. Ametumia mitindo mingi sana, lakini mtindo wa kwanza ni mtindo wa majibizano. Huu ndio sifa halisi ya tamthilia. Tamthilia lazima iwe na majibizano. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa vitabu mwandishi ameshadadia majibizano mbalimbali. Ukiangalia utaona. Mtindo wa pili, bila kusahau mtindo wa matumizi ya nyimbo. Katika ukurasa wa 32 utaona wanafunzi wanapokuwa wanaandaa maandamano yao, wakiingia barabarani wanaanza kupiga kelele, Rashidi Kawawa go home, afadhali wakati wa mkoloni, msitubie mishahara yetu, wanaimba. Pia katika ukurasa wa 40 katika kijiji cha Tembekelo, bila kusahau ukurasa wa 32. Mtindo mwingine ni mtindo wa shairi. Shairi limetumika katika ukurasa wa mwisho pindi alipokuwa anatoa hotuba Rais Julius Kambarage Nyerere. Alihitimisha katika aina ya kipekee kwa kumalizia na mashairi, huku akisema Tanzania inajengwa na watu wenye moyo. Mtindo huo utaupata kuanzia ukurasa wa 62 mpaka ukurasa wa 66. Bila kusahau mtindo wa matumizi ya hotuba halisi. Hotuba imeonekana Mheshimiwa Rais Julius Kambarage Nyerere alipohutubia wananchi wake, lakini bila kusahau hotuba aliyotaka kuitoa Chacha. Mtindo mwingine ni mtindo wa risala. Risala hii ilitolewa na Martin akibeba dhamira, akisoma kwa Mheshimiwa Rais. Mtindo mwingine ni mwingiliano wa Martin. Hii inaonekana mwandishi alipochukua majina ya kale kutoka katika Biblia, akasuka sambamba na kuweka katika kazi yake. Tunaona uwepo wa majina kama Kanaan, jangwani pamoja na Misri yanajaribu kueleza jinsi ambavyo ni majina ambayo yanapatikana katika Biblia, yakieleza safari ya Wanaisraeli kutoka Misri kuelekea Kanaan. Lakini mwandishi ametumia majina hayo kuhusianisha na safari ya kisiasa ya Tanzania katika kitabu cha Nyerere na safari ya Kanaan. Amechanganya matini katika kazi yake. Ni sehemu ya mtindo na upekee unamtofautisha yeye na watunzi wengine. Mtindo mwingine ni matumizi ya nafsi. Bila kusahau nafsi zote 3 zimetumika hapo. Mfano katika ukurasa wa 3, nafsi ya kwanza umoja, mazungumzo kati ya Martin na Farida. Pia nafsi ya pili, wanafunzi wote wanapotika JKT twendi, katika ukurasa wa 4. Ni mtindo ambao pia umeonekana hapo. Bila kusahau mtindo wa barua. Cleopatra pamoja na Aliboma walibeba barua kuwapelekea Farida pamoja na Martin katika ukurasa wa 55. Hiyo ni mitindo na mengine mingi sana ambayo utaipata. Kile kingine ni matumizi ya lugha. Hapa yapo mengi, lakini tukianza na tamathali za semi, tuna nidaa.
Bidhaa imeonekana ukurasa wa 36, anasema lala chini. Pili ni kejeli. Mazungumzo walikuwa wanatoa wapinzani wote wa Nyerere yalikuwa ni kejeli. Mfano, ukurasa wa kwanza ukifunua tu pale mazungumzo yanayozungumzwa pale ni ya kejeli. Takriri pia imeonekana alipokuwa anachapa viboko chwa chwa chwa, ukurasa wa 35. Pamoja na hii inaweza ikaingia katika tanakali sauti. Bila kusahau tashihisi katika ukurasa wa 44. Bidhaa anaposema vipi, mbona umekuwa mbogo? Pia ukurasa wa 45, ukifika hapo utaona. Pia kuna matumizi ya lugha za kigeni humo, bila kusahau matumizi ya lugha za asili. Kuna uwepo wa semi, mfano katika ukurasa wa 56 semi nyingi zimeonekana hapo. Bila kusahau mbinu nyingine za kisanaa. Kwa mfano mdokezo katika ukurasa wa 41, utaona mwandishi ameeleza kitu alafu anaweka nukta nukta. Huo ni mdokezo. Hivyo ni vipengele ambavyo tumeviangazia vya fani vya tamthilia ya Nyerere na Safari ya Kanaani. Twende katika maudhui. Katika maudhui tunaanza na dhamira. Dhamira kuu ni nini? Dhamira kuu tunaweza tukasema ni ukombozi katika kujenga jamii mpya. Ukombozi katika kujenga jamii mpya. Tunaona kwamba tunaweza ukaiweka na jinsi unavyojua, lakini fikra ambazo tunajaribu kufikiri ni jinsi Nyerere anaichukua Tanzania ikiwa mpya, ameitoa katika serikali ya wakoloni, ndipo anapoanza kuijenga jamii mpya. Tena hilo jambo la kwanza. Jambo la pili, anaanzisha mfumo mwingine mpya wa kijamaa ambao hajawahi kujaribu, aliusoma, anaanza kufanyia kazi. Kwa hiyo anapoanza kujenga jamii mpya, anakutana na wanafunzi waliokomboka kifikra wanaoamua kupinga ile mikakati yake, na baadhi ya wasomi akiwemo Oscar Kambona ambaye alikuwa na itikadi za kibepari. Kwa hiyo kunatokea mtafaruko au mkinzano hapo, lakini Nyerere malengo yake ilikuwa ni kujenga Tanzania na kuifikisha katika nchi ya maziwa na asali. Dhamira nyingine inaweza kuingia dhamira ya usaliti. Sehemu nyingi tu unaweza ukamuona kupitia mhusika kama Oscar Kambona. Oscar Kambona alikuwa ni kiongozi wa serikali ya Julius Kambarage Nyerere, lakini yeye alimsaliti. Japokuwa walitofautiana kiitikadi, lakini mambo yalivyokuwa ni magumu alikimbia, aliacha nchi yake. Bila kumsahau Gray ambaye alikuwa ni mwanajeshi, alimsaliti katika ukurasa wa 28. Akataka kuungana na wale kwa ajili ya kufanya maandamano ya kumng'oa Mheshimiwa Rais. Dhamira nyingine ni matabaka. Matabaka, utaona matabaka kati ya viongozi na wananchi, hasa viongozi wa rais na watu wengine. Kulikuwa na matabaka kati ya wasomi na watu wa kijijini, maskini na matajiri. Rais pia alikuwa tabaka la juu, aliyokuwa akiyazungumza hakuna mwingine alikuwa anaweza kumshauri. Bila kusahau swala la ujasiri. Hili limepitia na wahusika mbalimbali akiwemo Martin aliyopita kwa ujasiri kwenda kusoma risala mbele ya rais. Bila kumsahau binti Damaris pamoja na Farida walioshikamana nao kwa ajili ya kwenda kupinga asili kweli kweli. Swala jingine bila kusahau swala la rushwa limeonekana kwa baadhi ya viongozi. Hapo tunamuona mfano Gray alitaka kupata chochote kitu kwa ajili ya kurahisisha mkakati wa kuwa rais. Hapa pia tunaona maisha baadhi ya viongozi jinsi yalivyokuwa anaishi. Hapo tunaona kuna rushwa ilikuwa inaendelea. Bila kusahau swala la mapenzi bwana. Mwandishi aligusia sana. Tunaona mapenzi kati ya Farida na Martin, mapenzi kati ya Saigoda dhidi ya Damaris na mengine mengi. Mapenzi ya dhati yanaonekana hapo, hasa kati ya Farida na Martin waliovumiliana na hatimaye wakafika mwisho. Hauwezi ukasema mapenzi ya dhati kama mjafika mwisho. Mkiishia njiani basi tunawaacha. Mkifika mwisho, fikeni mwisho kwanza na utasema haya ni mapenzi ya dhati. Ukiangalia hawa walivumiliana na wakafika mwisho. Dhamira nyingine bila kusahau umoja na mshikamano. Hapo tunaona wanafunzi waliungana wakashikamana kwa ajili ya kupinga matakwa ya Nyerere. Dhamira nyingine ni swala la ubinafsi. Hii imeonekana kupitia wanafunzi kulikuwa na wanafunzi wa vyuo vikuu waliokuwa ni wabinafsi wakipinga kukatwa 60% ya mishahara yao, kwa sababu walijiangalia wao, waliona ni ngumu kukatwa 60% pasipo kutanguliza maslahi ya taifa zima. Wakati huo Nyerere alikuwa anaiona Tanzania mbele. Wakati huo Nyerere malengo yake yalikuwa ni kuwafikia maendeleo, lakini wao waliangalia matakwa yao binafsi. Ndipo Nyerere mpaka akajaribu kuwatajia mshahara wake mwenyewe na akataka
na akasema kwamba nitaukata na viongozi wangu nitawakata. Anajaribu kuonyesha kwamba mbona mimi sina ubinafsi, nyie mnajiangalia nyie kwenye mshahara wenu tu, kwa nini msiangalie maslahi ya taifa? Nikana kwamba anataka kufikiria hivyo, kwa ubinafsi unaonekana hapa. Swala jingine bila kusahau swala la uongozi. Ningeongezea mbaya au mzuri, lakini nimeshia uongozi unaweza kufasiri kwa namna tofauti. Kuna namna mwandishi amemchora Nyerere kama kiongozi aliyosimama imara, kuwa na maoni mema kuifikia Tanzania katika nchi bora. Lakini kuna namna anaonekana kana kwamba ana mapungufu yake hivi kwa kuto kusikiliza ushauri na baadhi ya wananchi kuanza kumpinga. Hapa kuna namna anaonekana kama vile amepelea. Japo kuna namna mwandishi amemchora kwa ubora wake ambao anakuwa nao. Swala jingine ni swala la utamaduni. Mwandishi amelibua swala la utamaduni, jinsi jamii inavyothamini utamaduni. Ikafika wakati mpaka Martin anaonekana kuwa ni kikwazo kwa sababu hajafanywa tohara, hivyo anashindwa kumuoa Farida. Pindi tu anapofanyiwa tohara, kikwazo kinaondoka na mipango yao inakuwa rahisi kutumia. Swala jingine ni swala la elimu. Tunaona jinsi ambavyo elimu inaweza kusaidia kufanya mapinduzi makubwa nchini. Kwa hiyo mwandishi ameibua swala la elimu kupitia serikali ya wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na wanachuo wote, pamoja na Oscar Kambona ambaye alikuwa amesoma na wasomi wengine wengi, jinsi ambavyo walivyokuwa wanaweza kusimama na kuwa na mtazamo katika jamii. Swala jingine ni ulevi. Ulevi umeonekana kwa kiasi kidogo sana na haujaonyeshwa athari yake katika jamii. Katika ukurasa 41 nyumbani kwa Belita, mama yake Martin walikuwa wanakunywa pale, baadaye ndo akatokea Martin pamoja na Farida. Bila kusahau nafasi ya mwanamke. Mwanamke amechorwa kama jasiri, Farida na Damaris ni mfano bora. Bila kusahau mwanamke mwenye upendo, amechorwa kama upendo, Farida na Damaris ni mfano bora pia. Pia ni mlezi bora wa familia. Belita ni mfano bora sana. Pia amechorwa kama ni mtu aliyekomboka kifikra. Farida na Damaris ni mfano bora sana. Zipo dhamira nyingi sana, kwa hizo zinatosha. Ujumbe unaobadilisha kutoka katika dhamira. Umejifunza nini katika dhamira? Unaelezea katika ujumbe. Tuelekee katika migogoro. Migogoro ipo mingi sana. Mgogoro wa kwanza ni mgogoro kati ya Nyerere na wanafunzi wa chuo kikuu na wanafunzi wa vyuo. Mgogoro huu chanzo chake ni nini? Pindi tu alipoanzisha mafunzo ya JKT ya lazima na kukata 60% ya mshahara wao. Hapo na mgogoro kaibuka. Ukakuwa kupelekea maandamano. Suluhisho lake, Nyerere anachukua hatua ngumu na kuwafukuza wanafunzi zaidi ya 300. Warudi vijijini wakajifunze kulima. Anawatandika na kuwacharaza viboko viongozi wote wa Duso. Mgogoro wa pili ni mgogoro wa kisiasa. Hapa nazungumzia kati ya ubepari na ujamaa. Chanzo ni mtazamo wa Nyerere kutaka kujenga Tanzania yenye itikadi mpya ya kisiasa, hasa mfumo wa kijamaa. Anakutana na upinzani wa mtu kama Oscar Kambona ambaye anaamini katika ubepari. Anajaribu kumpinga kwa baadhi ya maoni anayotoa. Suluhisho lake ni nini? Nyerere anasimamia msimamo wake na hatimaye Oscar Kambona anaamua kukimbilia ugaibuni mara baada ya kuona mambo yamemzidia. Bila kusahau mgogoro wa nafsi aliokuwa nao Nyerere mwenyewe. Chanzo ni baada ya risala kusomwa na baada ya kuyatafakari yale mambo aliyokuwa anasema pale. Acha ajabu alipowaona vijana waliopatiwa elimu, hao ndio wanageuka tena kutaka kumpindua. Suluhisho lake ni maamuzi aliyochukua ya kuwacharaza viboko na kuweza kuwafukuza, japo baadaye waliweza kusamehewa. Bila kusahau mgogoro wa kiutamaduni. Huu ulikuwa ni mgogoro kati ya jamii isiyofanywa tohara na jamii inayoamini katika tohara. Jamii isiyofanywa tohara inawakilishwa na mhusika Martin ambaye aliingia mgogoro baada ya kumpenda binti Farida ambao wao wanaamini katika tohara. Mgogoro ukakuwa, hitimisho lake Martin anaamua kufanywa tohara kwa nguvu japokuwa hakupenda, na hatimaye kikwazo kinakuwa kimetoka, wanakamilisha mipango yao. Bila kusahau mgogoro kati ya Zebedayo kwa Farida na Martin. Chanzo chake ni pale tu walipofukuzwa chuo Martin pamoja na Farida, na Zebedayo anaona Martin ndiye aliyekuwa sababu ya kupotosha Farida ambaye alikuwa ni binti yake tegemezi. Suluhisho lake, anaamua kumfukuza Farida na hataki hata kumuona. Lakini mwisho wa siku baadhi ya wazee wanajaribu kumshauri atafute uamuzi mwingine wa busara tofauti na huo.
akaamua kukimbilia kuchukua maamuzi ya kufanya tohara kwa nguvu, kumfanyia Martin kama sehemu ya kulipiza kisasi. Bila kusahau mgogoro kati ya Nyerere na Kambona, pamoja na mgogoro kati ya Nyerere na Martin, Nyerere na Segoda na mingine mingi ambayo inapatikana. Kwa hakika fasihi iliyochimbwa ni kama vile kisima, maji yake hayawezi kukauka kamwe. Ina mawanda mapana sana. Kazi hii unaweza kuichambua kwa upana na utofauti kwa namna mbalimbali, na kwa hakika kuimaliza ni ngumu. Yapo mengi ambayo tunaweza tukazungumzia, lakini kwa hayo machache ambayo nimekusanyia yanakusaidia kuelewa nini kitabu kinataka. Kwa hakika kama ulikuwa nami kuanzia simulizi ya Nyerere na safari ya Kanaani mpaka katika uchambuzi, utakuwa tayari umekielewa kitabu kwa undani kinahusiana na nini na baadhi ya maudhui yanayopatikana ndani yake. Sina mengi ya kusema zaidi ya kuwashukuru wote walioshiriki kuandaa uchambuzi huu, na kujina ni The John Habari. Tukutane katika kazi nyingine za fasihi zinazojenga, kurudisha na kusisimua. Nikushukuru sana. May God bless you.